tuliongea mambo mawili. Neno ya kwanza ilikuwa kusema tulipenda kuonyesha watu mwangaza kuhusu message ambao Komanda Region wa 33e Region aliacha pale Baraka ya kusema wazalendo wote watoke Mubaraka waende Mumbilima. Lakini pia kulikuwa message ya pili ya kusema masasi kuna pigwa ovyo mu sekteri ya Tanganyika. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Mimi ni wa Ubwila Mwila Dalto, niko msemaji wa wazalendo mu Sud Kivu. Na leo tuliona kwenye kikao mkiwa ndani mkizungumza kuhusiana na usalama, labda raia ingependa kujua mmezungumza nini na nini? Tulikuwa mu reunion ya usalama. Ijapo mambo yote ya reunion ya usalama hatuwezi tukaiongelea, lakini kuna mambo mawili ambayo iko kwa faida ya raia. Tuliongea mambo mawili. Neno ya kwanza ilikuwa kusema tulipenda kuonyesha watu mwangaza kuhusu message ambao Komanda Region wa 33e Region aliacha pale Baraka ya kusema wazalendo wote watoke Mubaraka waende Mumbilima. Lakini pia kulikuwa message ya pili ya kusema masasi kuna pigwa ovyo mu sekteri ya Tanganyika. Hiyo mambo ya kupiga masasi ndio mambo mawili ambayo tulikutana. Alors ya kwanza kusema Komanda Region, watu wa mingi wanafanya commentaire za mbaya, hawakumuelewa Komanda Region. Kama Komanda Region alisema vile kwa sababu unaona wazalendo wanahitajika sana kwa mafro. Ukiangalia wazalendo wenye wako ndani ya mji wa Baraka ni wengi sana, na wakiangaje kuma vita itakuwa kazi kubwa sana. Na wenye wanabakia ndani ya mji wanaendelea kufanya madesordre na kufanya madesolation, kufanya maderapage. Ile mambo hata sisi viongozi wa wazalendo tulikubali hiyo ordre ambayo Komanda Region alisema, kwa sababu ni ya kujenga. Raia inahitaji amani. Hauta protéger mji au hauta sécuriser mji ukiwa ndani ya mji. C'est-à-dire on ne peut pas protéger l'objectif dans l'objectif. Ina maana tunabidi kuprotéger Baraka au tusécuriser Baraka nje ya Baraka. Tunapasha kuprotéger Mboko nje ya Mboko, hapana ndani ya mji wa Mboko. Ni kusema hiyo ordre yenye Komanda Region alisema ni ya lazima zaidi sana, na sisi tuliipongeza na tunaikubali sisi kama vile wazalendo. Mimi kama msemaji wa wazalendo hapa na kiongozi wa wazalendo kama vile Kordo Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba amekubali, na ni sahihi kabisa kusema watu wote watoke ndani ya barabara waende kumafro. Na neno ya pili ya kupiga masasi ovyo ovyo, unaona risasi haiko kila mtu mwenye ana uzoefu wa kusikia kila mara mlio wa risasi. Raia inahitaji kwenye iko awe kimya, awe stable. Masikio inabidi ipumuzike. Mtu analala, mtu anafanya biashara yake, anasikia mlio wa risasi, inatisha mtu. Kwa hiyo tuliacha tunakataza hapa Mboko na sekteri yote
ya Tanganyika kwa jumla kusema hatutaki kusikia mtu anapiga risasi. Risasi ina gharama kubwa, na yeyote ule mwenye tutasikia anapiga tena risasi, tutamshughulikia sisi wazalendo, serikali itamshughulikia, ataenda auditora. Kubeba bunduki ni auditora njoo inapaswa kukusababisha. Kwa hiyo tunakataa mtu kupiga risasi, na tunaambia watu kama sisi wazalendo tulikubali order ya komanda region ya kusema watu watoke ndani ya barabara, kila watu waende kumafro. Wenye watabakia ndani ya mji ni watu wachache tu, na watafanya mapatrouille mixed, watakuwa wanafanya patrouille mixed ya kusikiliza mwingine pamoja na FRDC, sababu sisi tuko unité d'appui, tuko unité d'appui kwa FRDC, tuko armée de réserve, c'est-à-dire tuko ba réserve ya FRDC, sisi tuko nyuma yao, wao wako mbele. Kwa hiyo patrouille yenye tafanyika na wenyewe watakuwa viongozi ndani ya patrouille, watakuwa FRDC. Hiyo ni mambo mawili ambayo tuliongea ndani ya mkutano, na mimi nawaza wazalendo wote wenye wako wanajisikia wanapashwa kutekeleza na kuheshimu amri ambayo tunatoa sisi kama viongozi wa wazalendo. Labda kumalizia kupitia hii vita ambayo inaendelea ndani ya milima ya Minembwe vile na huko kwenye milima ya Uvira, neno gani ungependa kusema ya moyoni, aidha message ambayo ungepatia population ya Kongo nzima? Hapa kwanza en particulier population ya sekta ya Tanganyika, naacha nawaambia kwamba kazi iko vizuri. Tuko huko milimani Minembwe, Kalingi, Mikenge, Rusankuku, kule Pwezero, kazi inaendelea vizuri. Na sisi pamoja na FRDC tunajikomporte mzuri ndani ya vita. Ni kusema wao d'abord wawe na confiance na sisi. Raia yetu iwe na confiance, raia ya sekta ya Tanganyika iwe na confiance na sisi. Raia ya Mboko iwe na confiance na serikali yao, iwe na confiance na jeshi, iwe na confiance na rais, na iwe na confiance na wazalendo. Na raia yote ya Kongo pia inapaswa kuwa na confiance na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua rais Tshisekedi ni mzalendo wa kwanza, hiyo tunajua. Ndio mwenye alitangaza wazalendo kama ni watoto wa nchi, na alisema ya kwamba wazalendo watakuwa recadre, sasa watapita kwenye mafunzo, ni watoto wa nchi, wanafia nchi yao. Ni mzalendo wa kwanza, tunapaswa kuwa wa raia yote inapaswa kuwa nyuma yake, na inapaswa kuwa na confiance naye. Ni kusema kazi kule inaendelea vizuri, vita inatembea vizuri, muda kidogo hii vita inaenda kumalizika. Tunashukuru kwa muda wako kiongozi. Mimi ninakushukuru zaidi. Tutakuja kuongea na moja kati ya viongozi ambao kwa sasa ni viongozi ambao wanaongoza hii sekta. Nataka kutambulisha kwa majina ili wewe kanjo mara kwanza kumuona ili mfahamu zaidi. Jambo kiongozi. Jambo sana journaliste. Labda kwa majina. Kwa majina mimi naitwa Mulenge Watambwe, mwandishi mtendaji wa sekta ya Tanganyika. Nikiwa nikichapa kazi hapa katika sekta yetu. Na vile vile tunaona mlikuwa kwenye kikao, labda raia ingependa kujua kikao ilikuwa kia nini na nini ambayo ilizungumzwa. Kikao hiki ambacho alichokiandalia coordinateur Beba Maonyo Amuri ya Kutumba ilikuwa ni kikao kizuri sana kupitia usalama wa raia katika sekta yetu ya Tanganyika. Ndio. Nini ambacho kilizungumzwa ili kwa faida ya raia? Mule tuliozungumza ni kusema kama Conseil local ya securite wawe macho, wawe chonjo, waweza kuangalia namna gani wadui wanaweza wakaingie kwa kuja kutushambulia hapa. Pia kwa ajili ya wachuruzi mbalimbali ambao tunao hapa, zile taksi ambayo walikuwa mkuzilipisha wale watu wa wazalendo zilipigwa marufuku tangia leo, na imekusha kuwa siku wamepiga marufuku ile taksi yetu ya leta. Na labda tukienda kwenye ngambo ya usalama hapa Pamboko, usalama kwa namna gani? Hapa Mboko usalama ni wema, yani tumeona wazalendo pamoja na JR na FRDC tunayo hapa wamekolabore sambamba wakiwa wakitumika kazi yao ya security sawa vile na kawaida. Labda neno gani la mwisho ungependa kuambia raia ambao wanakufuatilia kupitia Tanganyika TV? Ndio, nimepeleka habari ya rambe kwenye raia ya Tanganyika, wawe chonjo. Tumeona kwamba security kwa asire, na tumepiga wito kwa wale wote ambao wanaokimbia warejee nyumbani mwao ili tujenge taifa letu. Tunakushukuru kwa muda wako kiongozi. Asante, na mimi pia nakushukuru. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza?
Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirekta wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.